Naitwa Clement Mzize, mchezaji wa Young Africa na mchezaji wa Taifa Stars Tanzania. Nimewaita leo waandishi wa habari kutokana na jambo letu ambalo liko katika mkoa wetu wa Iringa. Jambo kubwa kabisa ambalo tunalileta kwenu, na hii sio mara ya kwanza kulitangaza, kitu tumekuja kwenu tena ili kitu hiki kiweze kuwa kikubwa na kiende kwa ukubwa zaidi. Tuko na mambo mbalimbali leo, hususan napenda kuwatambulisha masponsa wetu. Kama mnavyoona nyuma ya bango hapa, tuko na masponsa mbalimbali. Tuko na GSM, tuko na Asas, tuko na Masterlim. Hao ndio watu ambao wametusapoti. Masponsa wako wengi, ofisi ya mkuu wa mkoa, jeshi la polisi, tunawashukuru sana kwa kutusapoti katika jambo letu. Na tunashukuru sana kwa kutuunga mkono, na hata nyinyi waandishi wa habari pia mmekuwa chanzo kikubwa cha kutusapoti kwenye jambo letu. Kiukweli tunawashukuru sana. Na naomba maswali kutoka kwenu muweze kuniuliza ili niweze kujibu kwa ufasaha zaidi kutokana na jambo letu hili ambalo linaenda kufanyika tarehe 12 mwezi wa 7 katika uwanja wa Samora. Labda ungetuambia washike mkono maana yake nini? Washike mkono ni slogan ambayo tumekuja nayo kutokana na watu wenye mahitaji. Tumekuja kuwashika mkono watu wa Iringa ambao wana mahitaji, na tumeita washike mkono kwa sababu mbalimbali. Unajua watu ambao wana mahitaji tumesema tuwashike mkono kwa sababu tofauti tofauti, na tumeeleza hapo mwanzo kuna swala tunaenda hospitali, tunaenda mashuleni, na mimi nilikuwa bodaboda enzi hizo, kwa nitaenda kwa ndugu zangu wa bodaboda kuwashika mkono kwa chochote ambacho nitajaliwa, kuwajazia mafuta, helmet nitawapatia reflector. Kwa hiyo ni kitu kizuri, na ndio maana tumekuja na slogan ya washike mkono watu wenye uhitaji katika mkoa wetu wa Iringa. Idadi ni kama kwa ndugu zangu wa bodaboda naenda kuwashika mkono bodaboda kama 100, nitawapa reflector, nitawapa hizo helmet, nitawajazia na mafuta. Na kwenye shule tutaenda kujenga vyoo, hospitali tutaenda kupeleka ultrasound. Kwenye shule na hospitali hakuna idadi, lakini chochote tutakachojaliwa basi tutapeleka, na siku ya mwisho mtaweza kuona ni kitu gani tumepeleka. Lakini kwa bodaboda ni kitu kama hicho ambacho nimesema tunaenda kujazia bodaboda mafuta ambao watakuwa bodaboda 100 kwa mkoa wetu wa Iringa. Nimeona nikija Iringa huwa nafanya mwenyewe, lakini nimeona uitikio wa watu umekuwa ni mzuri na umekuwa ni mkubwa, nikaona ni bora nilifanye kwa ukubwa huu. Na unajua Iringa tumekosa burudani muda mrefu, hususan kwenye ligi kuu. Ligi kuu kwetu imekuwa haipo kwa sasa hivi, daraja la kwanza. Kwa hiyo kuna mastaa tofauti tunamiss kuwaona, tunawaona tu kwenye TV, lakini kupitia tamasha hili tutawaona mastaa wetu mbalimbali katika mkoa wetu wa Iringa. Tunaomba mtusapoti sana sana sana, na tumeweka kiingilio cha shilingi 3000, na kwa Mtanzania yoyote naamini anaweza kuhandle shilingi 3000. Na tiketi hizi tunauza, wewe ukitoa 3000 yako ni mmojawapo ya kuchangia na slogan yetu ya washike mkono umekuwa ni miongoni mwa kuwashika mkono wale watu wenye mahitaji. Kwa hiyo ukinunua tiketi yako moja, ambayo tiketi zetu ziko hivi jamani, tiketi zetu ziko hivi ambayo shilingi 3000 katika mtu mmoja katika mkoa wetu wa Iringa. Kwa hiyo ukichangia shilingi 3000 basi na wewe umekuwa umewashika mkono wale watu wenye mahitaji. Kwa hiyo tujitokeze, tununue tiketi, tujaze uwanja wa Samora. Naamini siku hiyo mtaenjoy kwa sababu watu ni wengi ambao wanakuja kutusapoti. Nimetaja wachezaji tofauti, Faisal Salum, atakuwepo Max Zengeli, atakuwepo Bakari Nondo Mwamnyeto, atakuwepo Bwana Shomali, Dennis Nkane, Lomalisa Mutambala. Kwa hiyo kiukweli watakuja wachezaji wengi. Naamini siku hiyo wana Iringa mtaenjoy na mtafurahia na mtatamani tamasha hili liwepo kila mwaka, na naamini mtafanya hivyo kila mwaka liwepo tamasha hili katika mkoa wetu wa Iringa. Licha mpira tutakuwa na mchezo aina gani? Michezo ipo tofauti, kuna sanaa, kuna wanamuziki watakuwepo, kwenye football pia kuna watoto watacheza, kuna veterani watacheza, na sisi vijana wenye nguvu na mastaa wenu ambao mnawapenda, siku hiyo tutakuwepo ili tuwaonyeshe burudani iliyo kamilika. Tunasema iliyokamilika kwa sababu naamini mnakuja kuenjoy na kufuatilia mpira kwenye TV, lakini ukiwaona live basi naamini utaenjoy zaidi.
Kuhusiana na maandalizi ya tamasha zima. Kiukweli mpaka sasa hivi tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tamasha letu limefikia 80%. Naamini mpaka ifikapo Jumapili basi 20% itakuwa imeshatamatika. Kwa hiyo naamini tamasha letu lina asilimia kubwa sana mpaka sasa hapa tulipofika. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Nitoe shukrani pia kwa mkuu wa mkoa, ni mtu ambaye ametusupport sana. Mwenyezi Mungu ampe moyo huo aendelee kutushika mkono leo na hata kesho tukirudi pia. Bila shaka kutakuwa kuna timu Mzize itashindana na timu gani? Tuko timu Mzize na timu Oscar. Yes, ambayo timu Oscar ni ndugu yangu ambaye anacheza Misri sasa hivi, lakini naye ni mwana Iringa na nadhani Iringa pia anajulikana sana. Kwa hiyo itacheza timu Mzize na timu Oscar, ambao kila timu itakuwa na mastaa tofauti. Huku kwa Oscar kutakuwa na mastaa tofauti na kwangu pia kutakuwa na mastaa tofauti. Kwa hiyo mje Samora hiyo siku itapike, watu wa enjoy, waje waone mastaa. Mja Festa anapopiga pasi zake za mwisho zile. Na pia ni fursa kwa vijana wa Iringa kwa sababu tutachukua vijana ambao wanaweza kuonyesha vipaji vyao na ikawa fursa kwa sababu tuko kwenye msimu wa usajili. Kwa hiyo inakuwa ni jambo zuri. Uwezi jua mchezaji unaweza ukapewa dakika hata 3, lakini kuna watu wanakuepo nje wanaangalia, wanaona huyu ni mtu ambaye ana potential na anaweza tukimchukua anaweza kafika sehemu fulani. Kwa hiyo tujitokeze vijana na inaweza kuwa ni fursa kwetu kwenye football ili tutimize ndoto zetu. Labda wanajua wewe ni majeruhi. Hebu waambie sasa hali yako ipoje? Kama hivi unavyoniona mimi niko sawa na niko salama kabisa. Yes, niko poa. Mzize, labda unatoa rai gani kwa wachezaji wengine kuwa na uzalendo kama huu, kuweza kurejesha kwao japo kwa kidogo kwa kile ambacho wanakipata? Namshukuru Mwenyezi Mungu, lakini nawasihi vijana wenzangu tuwe na moyo huu wa kujitolea kwa sababu ni kitu kizuri sana kurudisha kwa jamii. Hatuna kikubwa sana, lakini hicho tulichojaliwa kwa Mwenyezi Mungu basi tunakirudisha kwa jamii yetu, na ndio maana tumesema tuwashike mkono. Naamini Mwenyezi Mungu muda mwingine anatugaia riziki ili kuwashika mkono na wengine. Riziki sometimes zinapitia kwetu ili watu wengine waweze kufaidika. Kwa hiyo nawasihi vijana, hata kama sio mimi, kesho kuna mtu mwingine anahitaji kuanzisha kitu kama hiki, tunamkaribisha sana pia kwenye mkoa wetu wa Iringa ili aweze kufanya tamasha kama hili. Na Mzize, kwamba tumeona hapo wadhamini mbalimbali wengi, lakini kwamba labda timu yako ya Yanga kwa kiasi gani inakusupport katika hili, kwa hili jema unaolifanya? Kiukweli wamekuwa mstari wa mbele sana, na hata kipindi nataka kuanzisha hiki kitu niliwafuata ili waweze kunisapoti, na kiukweli mwitikio wao umekuwa mzuri, umekuwa mkubwa. Na kama kwenye tamasha letu mnavyoona, Alikamwe atakuwepo, Rivadinho atakuwepo, Aliwatani atakuwepo, wao wote wametoka katika klabu ya Yanga. Kwa hiyo ni support kubwa sana ambao wamenipa na nawashukuru sana. Kiukweli Mwenyezi Mungu awabariki na awape moyo huo kwangu hata kwa wengine ili waweze kufanikisha majambo kama haya. Shindwa kuongea, lakini ni kitu kikubwa sana. Serikali imekuwa kipaumbele cha mbele, na hata leo hii mkuu wa mkoa wa Iringa amenunua tiketi 1000 kwa ajili ya wana Iringa waje Samora waenjoy, na kiukweli amekuwa mstari wa mbele sana, hususan serikali yetu na mkuu wa mkoa amenipokea toka mwanzo mpaka leo hapa tulipofika. Kiukweli namshukuru sana, na ndio maana nimesema Mwenyezi Mungu ampe moyo huo kwa kutusaidia sisi vijana tunavyoleta vitu kama hivi, na amekuwa mstari wa mbele na mpaka leo, na amehakikisha mpaka siku ya mwisho ili tamasha linaisha, basi yeye atakuwa mstari wa mbele na tamasha hili liweze kufikia kule tulipopataka, na wanailinga waenjoy na wajue kuwa mkoa wetu una vipaji ni vingi, una taasisi ni nyingi. Kwa kweli tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu. Labda mshike mkono ina connection gani kuhakikisha kwamba mkoa wa Iringa unapata sasa unarudi katika ligi kuu, ukizingatia kwamba tulikuwa na ligi kuu sasa hivi hamna baada ya Lipuli kufa? Kiukweli nilishaongea hilo, lakini mkoa wetu wa Iringa una vipaji vingi sana. Tunatamani kuona ligi kuu. Hata kuna kipindi ilikuwa natamani, kuna vile viwanja vilikuwa vinafungiwa, hata timu ilete timu yao katika mkoa wa Iringa ili watu waone michezo ina thamani gani na michezo inaburudisha kiasi gani. Kwa hiyo natamani serikali yetu ikae na chama cha mpira mkoa wa Iringa waweze kuona ni jinsi gani waweza kufanya ili timu zetu za mkoa wa Iringa ziweze kufika ligi kuu na watu waweze kupata burudani. Na naamini mpira umekuwa kuna wengine sio walevi, sio wa starehe mbalimbali, lakini mtu mwingine starehe yake ni mpira. Kwa hiyo kukiwa na ligi kuu katika mkoa wetu, basi wengine naamini vile vyao vitakuwa katika kwenda kuangalia
mpira. Kwa hiyo tunawasihi mkoa wetu wa Iringa uweze kulisikiliza hili na waone ni jinsi gani wanaweza kulifanya ili mkoa wetu uweze kuwa na timu ya ligi kuu. Swali la mwisho kabisa. Tunashukuru Mwenyezi Mungu, mgeni rasmi siku hiyo atakuwa ni mkuu wa mkoa wa Iringa. Tushampa taarifa na ameitikia na amesema siku hiyo atakuwepo na timu yake yote. Kwa hiyo tunawasihi wana Iringa siku hiyo tarehe 12 waweze kujaa uwanja wa Samora kwa sababu viongozi wote watakuwa pale. Tufurahi, mastaa watakuwa pale na tutatoa fursa kwa wakati fulani kwa sababu naamini kila mtu anampenda mchezaji wake fulani. Kwa hiyo tutatoa pale programu ya kupiga nao picha itakuwepo. Kwa hiyo tujitokeze kwa wingi, tuje tufurahi na watu wajue kuwa mkoa wa Iringa kwenye masuala ya michezo basi wako kipaumbele kiasi gani. Kikosi changu mimi kama nilivyowaambia kina mastaa tofauti. Kikosi changu atakuwepo Faisal Salum, atakuwepo mimi mwenyewe pale captain kabisa, itavaa beji yangu ile captain, yes. Atakuwepo Bakari Nondo Mwamnyeto, atakuwepo Dennis Nkane, atakuwepo Max Nzengeli, atakuwepo Kibwana Shomari, atakuwepo Msheli, atakuwepo Masalanga. Kiukweli wachezaji ni wengi, nikiwataja hapa naweza nisimalize, lakini watu wakifika siku hiyo Samora basi naamini wataenjoy na kuwaona watu wao mbalimbali. Yes, wapo kina Kibuga, wapo wale ambao nilicheza nao kipindi hicho ambao kabla sijaenda kwenye ligi kuu, na wao watakuwepo kwa sababu naamini inawezekana ni fursa kwao pia kuonyesha walichonacho na tukasupport mkoa wetu wa Iringa. Sio awepo Mzize tu na Oscar, wawepo mastaa tofauti kwa sababu tukiandaa kitu kama hiki kama tupo wengi basi naamini kitakuwa kikubwa, kitakuwa na ukubwa ambao kwa mkoa wetu wa Iringa kitakuwa ni kitu bora sana. Evaristo ni mchezaji wa klabu ya Pofwadi nchini Misri. Na nipo hapa kwa ajili ya ili jambo letu ambalo tunalifanya mimi na Mzize, kuwashika mkono wale wote wenye mahitaji kwa kile tulichonacho. Tunahitaji kuwagusa na sisi kwa hicho kidogo tulichonacho. Nimeandaa na wachezaji wengi wazuri, lakini mimi kwa upande wangu nataka hicho kitu hiyo surprise, watu waje washuhudie wenyewe kwa macho yao, lakini na mastaa wengi na wachezaji wengi wenye uwezo mkubwa na tumejiandaa vizuri kuelekea huu mchezo ili tuweze kufanya vizuri. Lakini ukiachana huu mchezo, lengo kubwa ni kuwashika mkono wenye uhitaji. Kwa hiyo tungetamani watu wengi wajitokeze kwa sababu tiketi kama mnavyoona ni shilingi 3000, lakini tiketi ni haiuzwi. Hii ni moja ya mchango kwa ajili ya kukamilisha jambo letu ili tupate kuwashika mkono wale wenye mahitaji. Kutoka Iringa unacheza Messi. Unazungumziaje changamoto zilizopo hapa? Kiukweli Iringa kuna vipaji vingi sana. Kuna wachezaji wana vipaji vikubwa, wana uwezo mkubwa. Ila changamoto ni opportunity ya kuweza kuonyesha kile walichonacho. Kwa ndio maana kupitia hii washike mkono, pamoja na kuwa tunahitaji kuwashika mkono wenye mahitaji, lakini kuna wale wachezaji ambao tumecheza nao huenda kwa namna moja au nyingine wamekosa opportunity ya kuonyesha kile walichonacho. Kwa tunahitaji kupitia hili, mfano timu yangu nitachanganya baadhi ya wachezaji wa hapa ambao naamini wana vipaji na wana uwezo wa kuonyesha. Kwa kupitia hili nadhani itakuwa ni sehemu moja wapo ya wao kuonyesha uwezo wao na kupata timu za kucheza katika professional level. Watu iko daraja la kwanza na ipo nafasi nzuri nchini Misri, second division. Kule wenzetu first division ni ligi kuu, second division ni daraja la kwanza. Yaani tofauti na huko kwetu tunavyosema Premier League. Ndo kule kuna tofauti hivyo. First division ndo ligi kuu na second division ndo daraja la kwanza. Oscar, tumeona Mzize kaanzisha Mzize Foundation kwa maana ya washike mkono. Labda una mpango gani kuweza kufanya kitu kingine kwa ajili ya maendeleo ya mkoa wa Iringa na Tanzania? Kiukweli ni jambo zuri na kuanzisha hili ni mmoja wapo wa kushauri kwamba tufanye kitu, lakini kwa sababu mwenzangu tayari hapa ana jina kubwa kuliko mimi. Unaona, kwa hiyo tumeamua kutumia Mzize Foundation, lakini na mimi nikiwa ni miongoni wa ili kuweza kulitimiza hili. Kwa hiyo na mimi natamani ili tuendelee kulifanya moja kwa moja na huenda siku za mbeleni ikawa Mzize labda na Oscar hivyo kwamba foundation ya watu wote pamoja. Kama nilivyosema mwanzo, nataka nifanye surprise, lakini kuna wachezaji wengi watakuwepo. Usishangae hapa ukamwona Imamu Ashur, usishangae ukamwona Elshanawi. Kwa hiyo nataka nifanye surprise na naamini watu watajitokeza waje washuhudie wenyewe na kila mmoja siku hiyo atafurahi na mimi kuna wachezaji wengi hamjawahi kuona na mtaona kupitia kikosi changu. Sanga, afisa utamaduni michezo mkoa wa Iringa. Tamasha hili la Mzize Foundation kwa kushirikiana na ofisi ya mkoa kwetu ni faraja kwa sababu litawaweka wana michezo pamoja, lakini sisi kama maafisa tunamsaidia mheshimiwa mkuu wa mkoa
tumekuwa na timu ambayo tunashirikiana na Mzize Foundation katika uratibu wa jambo hili, na tayari majukumu mbalimbali tumeshayakamilisha, ikiwemo upatikanaji wa uwanja, masuala ya huduma ya kwanza na utoaji wa damu, lakini tayari taasisi karibu zote za mkoa wa Iringa za ngazi ya mkoa na za wilaya zimekwisha kupata taarifa kuhusiana na tamasha hili. Sisi kama waandaji wa tamasha hili kwa kushirikiana na Mzize Foundation tunafurahi kwa sababu Watanzania tutaweza kukaa pamoja, tutaweza kufurahi pamoja, tutaweza kuangalia michezo pamoja, lakini hii itakuwa ni chachu kwa wana michezo kuweza kujifunza kitu kupitia wachezaji maarufu watakaokuja kuchezea timu hizi mbili, ya timu ya Mzize na timu ya Oscar. Kwa naamini kabisa ni fursa nzuri, ni waombe tu Wanairinga tujitokeze tuweze kushiriki. Mbali ya mchezo utakaochezwa, kutakuwa na michezo miwili ya utangulizi kwa vijana wadogo, lakini pia hizi timu za veteran zitacheza mchezo wao, na pia kutakuwa na burudani mbalimbali kama muziki, kutakuwa na huduma mbalimbali, vinywaji na vitu vingine ambavyo vitatufanya tukae pamoja kwa muda mrefu katika uwanja wa Samuel. Kwa majina anaitwa Fred Sanga almaarufu kama Fletcher Bees. Vijana, fursa ambayo tunaiona kwenye tamasha la Mzize, fursa zimekuwa nyingi. Matukio kama hivi, muona project imekuja, ma-PA yamefanyika, vijana ambao wanacheza mpira wanapata nafasi ya kwenda kuperform, na biashara zimefanyika, vitu vingi vimeenda. Sasa imekuwa habari njema na imeleta fursa pia mkoani. Vinavyojitokeza vitu kama hivi, watu wasikae nyuma. Kama una kitu unahisi unaweza kuonyesha, kama una nafasi unaweza kuifanya, watu wakaona vizuri pia kutokea. Kwa hiyo vijana tujitokeze, vinavyotokea mipango kama hii tufanye. Unaweza kucheza mpira, jitokeze, cheza. Unaweza kufanya kitu ambacho kitaonekana watu wakaona huyu anafanya nini, fanya. You never know, no one goes tomorrow, anything can happen by any time. Washike Mkono ni program maalum ambayo inakuja kupitia Mzize Foundation, na hii ni fursa kwa wakazi wa mkoa wa Iringa kuhakikisha kuwa wanashiriki tamasha hili kubwa la kimichezo. Mzize Foundation ambaye asili yake kubwa ni mkoani Iringa, lakini kwamba akaona isiwe shida, si peke yake tu mkazi wa Iringa ambaye anacheza nje ya mkoa wa Iringa. Hii ni kuwakumbusha wachezaji wengine kwamba sasa tuna kila sababu ya kuweza kurejesha kwetu, na ndio maana kupitia mdau wake mkubwa ama rafiki yake mkubwa bwana Oscar ambaye anacheza nchini Misri, wameamua kwamba kuweza kuungana kwa pamoja, hasa akiamini katika kidole kimoja kiui chawa, ndipo wameweza kuungana kuja kuwashika mkono wakazi wa mkoa wa Iringa. Moja kati ya mambo ambayo anakwenda kuyashika mkono ni pamoja katika swala zima la afya, mambo ya kijamii, na kuweza kuwaunga mkono vijana wa bodaboda, takriban vijana 100, kuhakikisha kuwa anufaika na programu hii. Surprise ndio ambayo inatajwa kuweza kutolewa siku hiyo, kwa kuwaona wachezaji wakubwa wa Misri. Hatataka kuweza kusema ni akina nani, lakini kwamba anasema amini wachezaji wa Misri watakuwapo. Ni kauli ya kwake bwana Oscar, lakini Mziza yeye akitoa lai kwa wakazi wa mkoa wa Iringa kujitokeza kwa wingi, lakini pia akitamani sana mkoa wa Iringa kuweza kurejea katika ligi kuu, hasa ukizingatia tulikuwa na Lipuli ambapo usiku moja ilishawahi kuongoza ligi, lakini asubuhi ikashuka, na baada ya hapo moja kwa moja Mzize pamoja na Oscar wanaweza kairudisha Iringa katika ligi kuu. Haya ni miongoni mwa maswali ambayo yanabaki kama majibu labda ama ambayo Mzize na Oscar watakwenda kuweza kuyaonyesha, lakini pia mimi na wewe tunaweza tukaushika mkoa wa Iringa mkono kupitia Mshike Mkono Foundation, tunaweza kusafiri pamoja. Hii ni Matukio Daima na mimi ni Francis Gode. Rafiki yangu Jeni, mambo? Afu siku hizi nakuona huna furaha kabisa toka umemaliza hicho kidato cha 4. Shida ni nini rafiki yangu? Shogangu Halima, mwenzangu una kazi, mimi nahangaika siku zote, sina hata ajira shogangu. Yaani hata genge lenyewe tu sina. Na una smartphone kabisa unaenjoy, afu unasema kazi huna kweli? Shogangu, nifanyeje mie? Kuna watu wanaitwa Isadukilo Entrepreneur. Kwani hujawasikia hao? He? Isadukilo? Ni sahihi kabisa. Kampuni ya Isadukilo Entrepreneur inayojishughulisha na uwakala mkuu wa lipa kwa M-Pesa imekufikia. Nafasi zinazohitajika ni wakala wa mauzo na keshia. Sifa za kijana anayehitajika awe amehitimu kidato cha 4 ama zaidi, awe na miaka kuanzia 18 na kuendelea, awe na simu janja, smartphone, na awe Mtanzania mwaminifu, awe na namba ya NIDA ama kitambulisho cha NIDA. Kumbuka, ajira hii ni kwa kijana yeyote ndani ya mikoa yote ya Tanzania. Tuma maombi yako kupitia barua pepe ya isadukilo@gmail.com
gmail.com ama WhatsApp au kupiga simu namba 0757922555 au 0795742927. Pia waweza kufika ofisini kwetu, tupo jengo la Embalasasa mjini Iringa, mkabala na hazina ndogo. Halima rafiki yangu, hakika Isadukilo amerejesha furaha yangu. Habari ndo hiyo ndugu yangu. Habari ni Isadukilo Entrepreneur, ajira nje, fursa kiganjani mwako. Nikwambie kitu mtazamaji wa Matukio Daima. Clock Tower Kefu ni moja tu. Tofauti ya Clock Tower Kefu na sehemu nyingine ni moja. Kwanza Clock Tower Kefu wahudumu wake ni wacheshi, lakini huduma zao ni bora kuliko, lakini kubwa zaidi kwamba vitu vyao vyote vinavyouzwa Clock Tower Kefu ni bei nafuu kuliko. Usiulize wapi kefu nzuri, uliza tu Clock Tower Kefu. Clock Tower Cave tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677220022 au 0657366667. Clock Tower Cave Iringa, ladha inayounganisha wapenzi. Ndiyo, Clock Tower Cave, home of delicious meals. Unaweza kuwa umefika Iringa mara kadha na ukawa unatafuta mahali ambapo unahisi moyo wako unaweza kusikia vizuri zaidi. Sasa hapa Iringa mjini ukifika mkabala na stendi kuu ya mabasi ya zamani, utakutana na jengo refu. Hilo jengo si mahali pengine popote, hapo ni Lumilo Classic Hotel and Tours. Hapo ni mahali ambapo utahitaji kupumzika. Kuna nafasi za kutosha, vyumba karibu 80, lakini huduma za kwake ni nzuri na ni rahisi tu hapo kama una shughuli zako za mjini kutoka kuingia, na usina gharama nyingine yeyote, na ukahisi kwamba maisha yako mazuri sana. Nikwambie kitu, life is beautiful. Staying is believing place in your hearts. Karibu.